Nashukuru tuko hapa Mlimani City katika jukwaa muhimu sana la kujadili masuala ya maji. Hili ni jukwaa ambalo linakutanisha wadau wote muhimu wa sekta ya maji, ikiwemo wawekezaji wetu, lakini ikiwemo serikali na wadau wengine, bila kuwasahau wadau wetu wa maendeleo. Kwa hiyo huwa inafanyika kila baada ya miaka mitatu kama sikosei, review ya namna hii, lakini kila mwaka inafanywa tathmini ya masuala ya maji. Sasa lengo kuu ni kufanya tathmini ya kuona uwekezaji katika sekta ya maji unaendeleaje katika maeneo yote, si maji tu kusupply maji, lakini vyanzo vya maji vinavyoangaliwa, lakini kwenda kuangalia pia masuala yanayohusiana na maji taka, haya masuala ya sanitation na yenyewe pia yanaangaliwa, na kuangalia tunavyoelekea kama kuna changamoto zote, lakini pia kuja na mapendekezo ambayo yatasaidia kwenda kutatua hizo changamoto. Sasa tulikuwa na huu mradi ambao ulianza 2006 mpaka unaisha 2026 ambao unaitwa Water Sector Development Program. Kwa hiyo hii ni muendelezo katika kufanya tathmini ya mradi huo, katika kuhakikisha kwamba swala la maji linakuwa linamfikia kila mwananchi kama inavyotakiwa katika dira yetu ya maendeleo, lakini pia na tuna haya masuala ya development na SDGs wanaita, pia anatakiwa kwamba kila mmoja awe anapata maji yaliyo safi na salama. Ukiangalia takwimu zinavyosema kama sikosei, tuko kwenye 80% kitu na kuelekea 90 kwenye kuangalia vijijini, na mjini tunakuta vizuri zaidi. Sasa nisiseme takwimu manake sijazishika kichwani, lakini tunaweza tukazipata hapo, lakini tuko vizuri na tunatarajia kufikia 2030 tutakuwa tumeenda vizuri zaidi. Kama mnavyoona, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anawekeza kwa kiasi kikubwa kwenye miradi ya maji, na mwanamke kwa kweli anatuliwa ndoo kila mahali, lakini si hapa tu Tanzania bara, na upande wa Zanzibar na kwenye Dr. Hussein Ali Mwinyi naye anawekeza kwa kiasi kubwa sana kwenye miradi ya maji. Kwa hiyo swala la maji linapewa kipaumbele kikubwa sana, kwa sababu tunafahamu maji ni uhai. Tunapozungumzia kuanzia utunzaji wa vyanzo vya maji, ujenzi wa vyanzo vya maji, unapozungumzia ujenzi wa miradi ya maji, masuala ya kutibu maji, ndio maana umeangalia pale hata wakati wanafanya wasilisho la hiyo ripoti wametoa component 5 hii water ya WSDP3 au tunasema Water Sector Development Program. Sasa hii Water Sector Development Program ni programu ambayo ilianza mwaka na imekuwa na vipindi vitatu. Hivi vipindi vitatu sasa hivi tuko kwenye hii awamu ya tatu, kipindi cha tatu ambacho tunatarajia kukifunga ifikapo mwaka 2026 mwezi Juni. Sasa hivi mmeona hata hapo kwenye wasilisho tumepewa target ya kufikisha 85% kwa maeneo ya vijijini na 95% kwa maeneo ya mijini. Sasa kwa sasa tuko 83% kwa maeneo ya vijijini, 83%. Na hiyo 83% imetoka 79% ukiangalia baku kwa mwaka 2020. Na ukija ukiangalia kwa upande wa mijini tuko 90.1 point ngapi? 0.6 ukiangalia pale. Na hiyo go back mwaka 2020 huko tulikuwa 84%. Kwa hiyo tunaitafuta 95%. Na hii yote ni mafanikio ya nini? Ya hii sekta, Water Sector Development Program. Ndio imesababisha tumeweza kufika hapa. Kwa hiyo leo kikao hiki maalum, na ndio maana kimekuwa cha kwanza, tulikuwa tunafanya review ya kuona mwaka jana mwezi wa 3 tulikuwa tuna report ya utekelezaji. Je, kwa mwaka huu tukikompea na ile ripoti tumeweza kutembea kwa kiasi gani? Kwa upande wa Dar es Salaam tunafahamu tuna vyanzo vyetu vikuu, tuna hapa Ruvu na Lower Ruvu, ni mto Ruvu, na umeona kuna mtu mmoja alizungumza pale kwenye panel. Kidunda ni bwawa ambalo linajengwa kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya tabia nchi, kwa sababu ule mtu wa Wami Ruvu ambao ndio chanzo kikubwa cha kuleta maji jiji la Dar es Salaam, inapotokea kuna mabadiliko ya tabia nchi, ule mto ukikauka, lile bwawa la Kidunda ndio litakuwa suluhu, kwa sababu litahifadhi maji na baadaye yale maji yatakuwa yanaachiwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.